بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kosa la sita katika makosa yanayotokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, istima'u alati lahwi fi shahri Ramadhan wa ghairihi, kusikiliza miziki katika mwezi wa Ramadhani na usiokuwa mwezi huo. Hayo ni katika makosa ya baadhi ya Waislamu wanaoyafanya, iwe ni katika mwezi wa Ramadhani au mwezi mwingine. Qala Sheikh hafidhahullah: وذلك أنه قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم سماع المعازف وما يصاحبها. zimefahamisha dalili nyingi za Qur'ani na hadithi kuharamishwa kusikiliza hiyo miziki na vitu vinavyosuhubiana na miziki, nyimbo, anashid na vitu vingine. Qala Allah Ta'ala: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Kuna katika watu ambao wananunua mazungumzo ya upuuzi ili wapoteze watu na njia ya Allah. Moja kwa moja mambo ya miziki, mambo ya nyimbo, mambo ya anashid yanapoteza watu na njia ya Allah. Badala ya mtu kwenda kusali anasikiliza anashid, badala ya mtu kusoma Qur'ani anaimba anashid. Qala Ibn Mas'ud: وغيره هو الغناء. tafsiri ya sahabi aljalil Ibn Mas'ud akifasiri aya hii, qala huwa alghina. Bali katika riwaya ameapa Ibn Mas'ud: wallahi alladhi la ilaha ghayruhu innahu alghina. Anaapa kwa Allah ambaye hapana mola isipokuwa yeye, hapa ni ghina inayokatazwa, mambo ya nyimbo. Qala: wala shakka anna almaazif walghinaa dakhilatun fi lahwi alhadith alladhi yadhillu wa yudhillu an sabilillah. Hakuna shaka kwamba maazif, mambo ya miziki na nyimbo, yanaingia katika mazungumzo ya upuuzi, alladhi yudhillu an sabilillah, ambayo yanapoteza watu na njia za Allah. Wa fi sahih al-Bukhari ta'liqan bi sighati al-jazm, wa qala ba'd al-ulama innahu muttasil: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Mtume anasema watakuwepo katika ummati wangu watu wanaohalalisha zinaa na wanaohalalisha hariri kwa wanaume, wal-khamra na tembo, wal-ma'azif na mambo ya miziki. Watakuwepo katika ummati wangu watu wanaohalalisha hivyo, zinaa na hariri kwa wanaume na tembo na mambo ya miziki. Qala: wa hadha dhahirun fi at-tahrim. hadithi hii ni wazi katika kuharamisha mambo haya ya nyimbo na miziki. Wadhalik lianna listihlala la yakunu illa lilmuharram. Kuhalalisha hakui isipokuwa kwa jambo lenye kuharamishwa. Mtume anaposema la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna, hawa ni kwamba wanahalalisha haramu. ndio lianna listihlala la yakunu illa lilmuharram. kuhalalisha huko hakupatikani isipokuwa kwa jambo lenye kuharamishwa. Qala: wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam amesema kweli: faqad istamala an-nasu min ummati Muhammadin al-ma'azif wal-ghinaa ala wajhin fihi at-tahawun wa adamu al-mubalah. Watu wametumia katika ummati Muhammad, wanatumia mambo ya nyimbo na miziki na anashid kwa njia ya dharau na bila kujali kuharamishwa na Allah, pia kuharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawajali. Walwajibu ala almuslim ittiba'u ma jaa fil Qur'ani was sunnah. Wajibu kwa Muislamu ni kufuata yaliyokuja katika Qur'ani na hadithi,
wa tarkul muharramat fi shahri siyam, na kuacha mambo hayo yaliyoharamishwa katika mwezi wa saum. Wa huwa akadu bil man'i li fadilati shahri wa fi ghairihi, hilo linasisitiza zaidi katika kukatazwa kwa sababu ya fadhila za mwezi huu wa Ramadhani. Pia katika mwezi mwingine ni haramu, si kwa mambo haya ni haramu katika mwezi wa Ramadhani tu ya miziki na anashid, bali katika mwezi mwingine pia ni haramu mambo hayo ya nyimbo. Na hakuna nyumba illa ma rahima Allah, hakuna nyumba katika nyumba za Uislamu isipokuwa utasikia nyimbo au utasikia anashid au vitu hivi vilivyoharamishwa, jinsi baadhi ya Waislamu walivyo na dharau na makatazo haya ya Allah na makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini dharau hizi zina mwisho wake, dharau hizi zina mwisho wake. Watu wanatakiwa wasifanye dharau na maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamejiingiza katika mambo ya nyimbo. Vijana wa Kiislamu sasa hivi biashara yao kubwa ni kuimba, biashara yao kubwa ni kuimba. Wanauza zile CD alafu wanapata pesa. Vijana hao wasivyo na akili na wasivyo na dini, amtafuti kazi, nyinyi kazi zenu ni kuimba. Kuimba kwanza, kuimba si jambo la wanaume. Vipi mwanamume utakaa juu ya stage wewe, wanaume wenzako wanakuangalia unaimba? Subhanallah. Mbali na kukatazwa, mbali na kuharamishwa, wewe mwanamume utaimba vipi mbele ya wanaume wenzako? Huo ni jambo limeharamishwa hata kwa kiakili, wacha kwa kidalili za Qur'ani na Sunna, hata kwa kiakili pia limeharamishwa jambo hilo la kuimba. Kosa la 7, at-tasahulu bimaarifati ahkami siyam, kudharau kujua hukumu za saum. Jambo la kudharau na kutafanya tasahul kujua hukumu za saumu ni jambo la makosa kwa baadhi ya Waislamu. Falwajibu ala almuslim ma'rifatu ahkami siyami adh-dhahira alwajibati alayhi, wajibu kwa Muislamu ni kujua hukumu za saumu zilizo dhahir ambazo ni lazima kwake. Muislamu lazima ajue masala yote ya ibada, ni Muislamu, kila Muislamu ajue, si kwamba masala haya ni ya waalimu peke yao na mashehe. Kila Muislamu, kila aliyezaliwa kwamba ni Muislamu anawajibika kujua hukumu za saumu, hukumu za sala, hukumu za zaka, ibada zote azijue kwa undani wake. Qala ka waqti alfitri wal imsaki, ajue Muislamu wakati wa kufungua na wakati wa kujizuia kula na kunywa. Wakati wa kuanza saumu Muislamu ajue, sio ababaishe tu. Waka anwa'il mufattirat, sampuli za vitu vyenye kufunguza avijue. Kama havijui atajizuia vipi na vitu ambavyo havijui kwamba vinapunguza? Kama anavyosema Sheikh Abdul Razzaq al-Badr katika rasaili zake, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, vipi atajilinda mtu ambaye hajui hivyo vitu vya kujilinda navyo? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, kama hujui vitu vinavyofunguza saumu utajiepusha navyo vipi? Na hivyo vitu ambavyo vinaharibu Uislamu wake, kama mtu havijui, vipi atajilinda na vitu ambavyo vinamtoa katika Uislamu? Kwa ni lazima kusoma kila Muislamu na kujua hukumu hizo na kujua nawaqidhul Islam, wakalladhi yajibu limtinau anhu, na kama ambavyo ni wajibu kujiepusha navyo na kujilinda navyo. Wa shurutu siyam wa shuruti siyami, pia na kujua masharti ya saum wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Hatta taqa al-ibadatu mawqi'aha, mpaka ibada iwekwe mahali pake, ikae mahali pake ibada. Wa yakuna ma'juran in alaiha li fadilati ilmi, na awe mtu ni mwenye kupewa thawabu kwa ibada hiyo kwa fadhila za ile ilmu. Nafsi ya kwamba mtu anajua ibada yake vilivyo ni thawabu za ile kujua na kutafuta ilmu, ukajua hukumu za siyam, ukajua hukumu za sala. Nafsi ya ile ilmu mtu ni thawabu, ni ibada ambayo mtu analipwa thawabu kwa ile kusoma na kutafuta ilmu.
lakini bahati mbaya baadhi ya Waislamu hawako tayari na jambo la kusoma. Wao wanafanya ibada tu kwa ujinga, wanafanya ibada wanavyotaka wao, lakini kukaa na kusikiliza darsa misikitini wao hawako tayari jambo hilo, kama kwamba jambo la kusoma halimo katika ibada. Nadhani labda baadhi ya Waislamu wanahisi hivyo na kudhania hivyo kwamba jambo la kusoma dini kwa Waislamu ni jambo ambalo sio la lazima, ni watoto tu, na hao mashekhe na walimu wao ndio wanawajibika kusoma, ama Waislamu wengine wao wafanye ibada tu bila kusoma. Nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia ibada zinafanywa tu bila kusoma, wainama tu na kuinuka ukenda zako? Nani kakwambia swala iko hivyo? Kwa lazima kila Muislamu ajue ibada zake vilivyo, vinginevyo ibada hazitasihi kama mtu anazifanya ibada hizo kwa kubabaisha na kubahatisha. Ibada hizo hazitakubaliwa. Kwa lazima mtu anapofanya ibada, iwe ya sala, iwe ya saumu, iwe ya zaka, iwe ya haji, anaifanya kwa ilmu na basira, sio aifanye kwa kubahatisha tu na kuangalia wengine wanavyofanya. أو طيب إطلاق البصر والسمع على وجه محرم. إطلاق البصر والسمع على وجه محرم, kuachilia macho na masikio kwa njia yenye kuharamishwa. Katika ibada ya saum, kuachilia macho kuangalia vitu vyenye kuharamishwa, kusikiliza vitu vyenye kuharamishwa. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. masikio, macho, moyo, vitu hivyo mtu ataulizwa navyo siku ya kiyama. Masikio yako umeyatumia kwa kusikiliza nini? Macho yako ulikuwa waangalia nini? inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Faljawarihu التي تمن العباد عليها العباد هم مسؤولون عليها, viungo ambavyo watu wameaminiwa wao watauliziwa viungo vyao hivyo. Wafima sta'maluha, na kwa mambo gani walitumia viungo hivyo. وقد يعتاد بعض الناس رؤية المنكرات أو سماعها, wamezoea baadhi ya watu kuangalia mambo ya munkar, mambo machafu, au kusikiliza. Karu'yatil mutabadrijati da'iyatil fitna, kama kuangalia wanawake wenye kujipamba waziwazi, walinganizi wa fitna. Au sama'il malahi bi anwa'iha, au kusikiliza mambo hayo ya upuuzi, mambo ya kupumbaza kwa sampuli zake. Wa hadha kulluhu wajibu lijtinabi fi shahri Ramadhan, fi shahri siyami wa ghairihi. Yote haya ni wajibu kujiepusha nayo katika mwezi wa Ramadhani na usiokuwa mwezi wa Ramadhani. Kuangalia muharramat, mapicha ndiyo munkarat, au kusikiliza vitu vya haramu, kusikiliza nyimbo kama ilivyokuja au kama tulivyosoma. Kwa jambo la kutumia viungo hivi na neema hizi za Allah kuzitumia katika mambo yenye kuharamishwa, mtu atakwenda kuulizwa nazo. Masikio ni neema, macho ni neema, moyo ni neema katika neema za Allah. Zote hizi tunazotakiwa viungo hivi tuvitumie katika mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi ni neema, macho ni neema, kila kiungo tulipopewa na Allah ni neema ambazo tunatakiwa tumshukuru Allah kwa neema hizi. Sio tutumie viungo kwa mambo machafu, mambo ambayo yanamuudhi Allah, itakuwa tumekufuru neema, hatukushukuru neema hizi. وتأكده في شهر الصيام ظاهر لحرمة ومكانة شهر الطاعة والغفران. kusitizwa na kukokotezwa kutumia neema hizi vizuri katika mwezi wa Ramadhani kuko wazi kwa sababu ya heshima na daraja za mwezi huu wa taa na mwezi wa kusamehewa madhambi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, hakuna Muislamu anayepinga hilo. Lazima mtu atumie viungo vyake katika mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, asitumie viungo vyake katika mambo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala.
وما أجمل أن يتخذ المسلم من شهر الصيام وسيلة لقطع العلائق والصلة بالمحرمات المرئية أو المسموعة. ni uzuri gani, ni uzuri ulioje muislamu kufanya katika mwezi wa Ramadhan njia za kukata mawasiliano ya mambo yenye kuharamishwa, yenye kuangaliwa na mambo yenye kusikiliwa. Ni uzuri gani wa muislamu kufanya katika mwezi wa Ramadhani njia za kukata mawasiliano yote na mambo yenye kuharamishwa yanayoonekana na mambo yanayosikiliwa, akati mawasiliano na vitu hivyo. Wasairi shahawat, na mambo yote ya matamanio akate na mawasiliano nayo. Wa fil hadithi al-qudsi, imekuja katika hadithi al-qudsi, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mtu anawacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili yangu. Hadithi hii ni ndefu, ameeleza tu kwa ufupi hapa. Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa saumu hiyo. Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Mtume anasema hadithi al-qudsi, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mtu anawacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo mimi ndiye nitakayemlipa kwa sababu ya kufanya ibada hizo katika mwezi wa Ramadhani kwa ajili yangu. Kwa hiyo hakuna anayejua malipo ya saum isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayelipa malipo hayo yasiyojulikana thawabu zake, kwa sababu ya mtu kwamba anawacha chakula, anawacha kinywaji, anawacha matamanio yake kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama amali nyingine zinajulikana malipo, man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha, anayefanya jambo jema moja analipwa mara 10 mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka ziada ya thawabu 700. Lakini saumu haikutajwa hivyo. Saumu ni yake Allah na yeye ndiye anayelipa malipo ya saumu, kuonesha kwamba hakuna anayejua malipo ya saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.